Tishio la chama cha walimu Tanzania CWT kuitisha mgomo nchi nzima ifikapo Machi mosi mwaka huu bado lipo pale pale endapo serikali itashindwa kuzungumza na chama hicho juu ya madai ya malipo ya walimu yanayotokana na malimbikizo mbalimbali. Kutaka kufahamu serikali inasemaje juu ya tishio hilo la mgomo wa walimu, mapema leo nilizungumza na waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI George Simbachawene. Kwanza kabisa niseme nimesikia hata mimi, ingawa iko namna ya mawasiliano ya nia ya kufanya mgomo, dhamira ya kufanya mgomo. Mnapokuwa mna chama cha wafanyakazi, ziko taratibu za kisheria zinazotakiwa kufuatwa ili kufikia hatua ya mgomo. Na kisheria mgomo kwa wafanyakazi ni haki yao, lakini ziko taratibu zinazokufikisha mpaka ufikie kwenye nia hiyo. Na moja ni pale ambapo mnaweza mkawa kati ya mwajiriwa na mwajiri na mwajiriwa hamjaelewana completely. Hapo unaweza ukawa uko justified, una uhalali wa kusema hapana, nao tunakwenda kwenye strike. Lakini katika mazingira ya sasa na utamaduni tuliozoea hapa nchini, na hasa katika tatizo la madeni yanayohusiana na walimu, ni jambo ambalo tuna uzoefu nalo, tuna president na tumekuwa tukilishughulikia. Na kwa hivyo sioni sababu ya wao kusema leo wanataka kwenda kwenye mgomo, kwa sababu madhara na hasara itakayotokana na mgomo wao ni kubwa sana. Serikali mnachukua hatua gani kuzuia mgomo huu ambao athari yake inaweza kuwa kubwa sana kutokana na sekta pana hii ya elimu? Walimu ni watu ambao wamejitolea sana katika nchi yetu. Wamefanya kazi nzuri na wamejitolea sana katika nchi yetu, na hakuna anayeweza kubisha hilo. Lakini pia walimu wetu wanafahamu mazingira tulionayo sasa. Bado tunazo changamoto nyingi, hatujajitosheleza kimiundombinu, hatujajitosheleza hata katika kuwapa stahili hata zinazostahili kulingana na mazingira. Wako wengine wanafanya kazi katika mazingira magumu sana, na hili it is obvious na linaeleweka. Kupitia heshima yao hiyo kubwa, kupitia kazi kubwa ya kizalendo ambayo wanaifanya katika kutoa elimu, sidhani kama wanaweza wakaitanish hiyo heshima hiyo heshima walionayo kwa kuleta mgomo ambao utapelekea hasara kubwa, wakati na wao kabisa wanatambua kwamba utaratibu ambao tumekuwa tukitumia mara zote wa kukaa na kuzungumza, ambao mara nyingi umezaa matunda, hatujaufikia mwisho. Swala la uhakiki wa madeni hayo umelizungumza kwa upana sana, na kusema kwamba bado mnafanya uhakiki, lakini wako wanaojiuliza kwamba uhakiki huu umekuwa ukifanyika kwa muda mrefu sana na pengine ndio sababu ya kuzalisha deni lote hili. Kwa nini uhakiki huu unachukua muda mrefu sana? Kulikuwa kuna madudu mengi kwenye utumishi wa umma katika nchi yetu. Charles, nataka nikuoneshe namna ambavyo tuna watumishi wengi lakini kazi hawana. Sijui ilitokeaje. Mimi juzi nilikuwa nafanya ziara yangu ya kazi Arumeru pale wana ziada ya walimu wa sekondari wa masomo ya arts 455 ziada. Yani hawa hata vipindi vile wakipangiwa hawa vipati, wako wanalipwa na serikali mshahara. Walimu 455 wanalipwa mshahara na serikali, hawana vipindi kwa sababu ni wengi mno. Na sijui nani, na bado tunafanya utafiti serikalini, hivi nani aliyopeleka walimu wengi kiasi hiki kwenye halmashauri hii moja. Kwa hiyo nimefika pale, afisa elimu anasema mimi nina walimu wengi hawana kazi, naomba mwachukue. Kwa hiyo kuna katibu mkuu hapa na rasi kule Arusha pale, tunajitahidi kuwachukua wale walimu, tuwatafute sehemu nyingine. Maana sasa hao wote wanakula mshahara.